Kumekuwa na story tofauti ambazo zimekuwa zikielezwa na Diva, lakini mbali na story hizo pia siri nyingi ambazo zilikuwepo pale Wasafi of course zimeweza kutoka nje sasa hivi. Yani mfanyakazi ameanza kutoa siri za kambini, au sio? Sasa iko hivi, Diva the Boss bwana ameweza kueleza kutoka kwenye Insta live yake kuhusiana na uwepo wake yeye pale Wasafi, lakini pia future ya Wasafi iko vipi. Anasema kwamba Wasafi bwana, yeye kama angekuwa ndo Diamond Platinum basi angefukuza uongozi wote wa Wasafi, kwa sababu radio inaendeshwa trend, yani vitu vya kutrendi ndio radio inaendeshwa, kwa sababu watu sasa hivi wanatakiwa kusikiliza vitu vya maana, lakini sio kusikiliza vitu vya kutrendi. Yani radio focus yake kubwa ipo kwenye like, kwenye kucomment na vitu kama hivyo. Vitu gani vimeenda, nani aongelewe, yani radio imekaa kimbea. Ndio maneno ambayo alikuwa anaongea Diva kwenye live yake, kwamba yeye angekuwa ndio kiongozi au ndo mmiliki mkuu wa radio, angefukuza watu wote pale na akaanza upya kwa ajili ya miaka 5 ijayo. Yani future ya miaka 5 ijayo iko wapi? Sasa Diva of course ameweza kuweka bayana kwamba uongozi wa Wasafi umekuwa kama vile aujali wafanyakazi wake, tofauti na ambavyo ilivyo Clouds. Amesema kwamba Clouds wana consistency nzuri zaidi ya kufanya yajayo ambayo yanakuja. Hata pia kwenye kujali wafanyakazi na vitu kama hivi, hapo inaonekana kabisa Clouds inasimama vizuri katika kujali. Kwa hapa ni kama vile anabainisha kwamba alipokuwa anafanya kazi awali huko Clouds kulikuwa kuna kujali sana, kuna kumwendo, hata kama mfanyakazi akiumwa kuna namna unaweza ukamtake care na mambo yakakaa vizuri. Lakini kwa upande wa Wasafi wamekuwa wanaangalia sana kuhusu wao kuliko kuhusu watu wanaofanya kazi. Tunafahamu Diva anazungumza mengi kuhusiana na Wasafi sasa hivi kwa sababu amekuwa akidai fedha zake tangu Disemba. Juma Lokole aliuliza, kama unakaa sehemu ambayo haina maslahi, kwa nini ukae muda wote huo? Kwa nini usiondoke? Kwa hiyo ni mengi sana. Ibana, endelea kuwa hapa, alafu mimi nitaendelea kusogeza yote yale ambayo yanajiri kutoka huko kwa Diva the Boss kwenye live yake.